Karibu kwenye Our Skies on the Planet, ikiwa ni exclusive ya uzinduzi wa kitabu cha The Power Behind Choice, ambacho mwandishi wa kitabu cha The Power Behind Choice anaitwa Yona Mwakatobe. Tutakuwa naye hapa exclusive kuhusiana na safari ya uandishi wa kitabu hichi, ambacho ni kitabu pendwa zaidi na kitabu cha upekee sana. Tuko naye hapa kupitia Our Skies on the Planet, ikiwa ni episode ya 8. Mimi ni Our Skies Gold Skies. Kwa majina naitwa Yona. Ulimwengu wa kidigitali umekuwa ukishuhudia mambo mengi makubwa ambayo tumebaki tunastaajabu na kuona kwamba sisi pia inabidi tumakinike kwenye ulimwengu huu wa kidigitali, ambapo mambo mengi yamekuwa yakibadilika. Zamani ilikuwa ukisikiliza kipindi cha redio, basi unaweza ukakirekodi na kusikiliza kwa muda wako. Hiyo ilikuwa mpaka uwe na uwezo wa kuwa na cassette na uwe na redio ambayo inaweza kurekodi maudhui ya kipindi chako pendwa ambacho ulikuwa unakipenda. Huo mtindo niliwahi kufanya baadhi ya vipindi ambavyo nilikuwa nikivipenda kuanzia 2009, 2010, 11 kuna kipindi cha American Top 40 ambacho kilikuwa kinarushwa kwenye redio. Basi nilikuwa na rekodi na kusikiliza kwenye Walkman nikiwa shuleni, kwa vile vipindi ambavyo huenda nilikuwa navikumbuka. Kwa hiyo nanunua cassette ambayo ni empty na rekodi kupitia radio cassette, alafu ninasikiliza. Haijalishi ulimwengu ulikuwa unapitia mageuzi ya kidigitali, lakini bado nilikuwa na ile hamu na shauku ya kuweza kurekodi vipindi vyangu pendwa ambavyo nilikuwa napenda kuvisikiliza. Sasa leo nikasema tuzungumze kuhusiana na podcast. Ulimwengu wa kidigitali umeshuhudia mageuzi makubwa, hasa kwenye uzalishaji wa vipindi ambavyo tunasema ni podcast. Mara nyingi unakuta mic zinazotumika, vipaza vinavyotumika, nasema vipaza vya podcast, nasema podcast mic kwa lugha ya Kiingereza. Sasa podcast ni nini? Ni kipindi kinachokuwa kinapatikana kidigitali na kinakuwa kwenye mtindo wa kupakua kwa njia ya mtandao wa internet. Yani kipindi hichi kinakuwa kwenye majukwaa ya kidigitali. Inaweza kuwa ni Spotify, inaweza kuwa ni Apple Podcast, inaweza kuwa ni Audiomack, inaweza kuwa ni majukwaa mengine kama Boomplay, whatever, na majukwaa mengine ambayo yanaweza kupakua audio au video kwa njia ya mtandao. Sasa kipindi hichi kinakuwa kinapatikana kwa njia ya kidigitali, hakipatikani kwa mfumo wa kawaida, ila watu wanakuwa na uwezo wa kusikiliza kwa njia ya internet au wakiwa offline, wakiwa wamedownload kwa njia ya internet. Sasa podcast ina mtindo wa sehemu, yani sehemu, labda sehemu hii ni ya kwanza, msimu ni wa kwanza, yani episode ya kwanza, season ya kwanza kwa lugha ya Kiingereza. Yani hii kitaalam tunaita episodic. Kupitia mtindo wa sauti, hii huruhusu mtumiaji kutazama au kusikiliza moja kwa moja au kusikiliza kwa muda wake, hutegemeana na chaguo la msikilizaji. Labda podcast ya Wanangu Podcast inatoka kila siku ya Jumatatu. Kwa mimi Jumatatu naweza nikawa nimezongwa na shughuli nyingi za kikazi, basi mimi ninachagua siku ya Jumanne kuweza kuisikiliza. Sasa hiyo ni chaguo langu, ila wengine huwa wanasikiliza pale pale ambapo inatoka. Kwa maudhui yanapochapishwa, wengine husikiliza. Podcast imekuwa maarufu sana ndani ya muongo mmoja. Mpaka sasa yapo maudhui mengi ambayo yanapatikana kwenye podcast. Masuala ya ucheshi, biashara, muziki, uchambuzi, habari, historia, maarifa na mengineyo mengi ambayo yanapatikana kwenye uga wa podcast. Podcast imejizolea umaarufu hata kwenye mtandao wa YouTube. Zipo podcast nyingi ambazo zinafanya vizuri kwenye mtandao wa YouTube. Najisikia vizuri sana kuwepo hapa kwenye episodi hii ya Wanangu Podcast. Imekuwa ni nzuri sana kwa sababu napenda mziki na imekuwepo ni mada ya mziki, kwa najisikia vizuri sana pale tunapozungumzia mijadala ambayo inahusu mziki. Mfumo wa podcast umekuwa ukihusisha mtangazaji kujihusisha na mjadala moja kwa moja kuhusiana na mada husika au tukio ambalo limejiri kwa wakati fulani. Ili podcast iwe nzuri, moja, watozi wa sauti wanatakiwa kuwa makini na kuhakikisha sauti ina viwango vya ubora unaokidhi haja ya wasikilizaji. Hivyo msingi wa podcast yoyote ile duniani ni uzalishaji wa sauti. Sound, that's the foundation of podcast.
Karibu kwenye Tanzania Travel Show. Hii ni show ambayo tunakuwa tunazungumzia masuala ya utalii na utamaduni moja kwa moja. Mimi ni R-Skies na leo tupo hapa Kyela. Tutakuwa tunazungumzia zile mila za Kinyakyusa ambazo zinapotea kwa kasi zaidi. Vipindi vingi vya podcast vimekuwa vikihusisha tawasifu za watu, mijadala kupitia mada ambazo zinatayarishwa na watozi ambao wanaziandaa hizo podcast. Podcast nyingi zimekuwa ni za bure. Hivyo watu wengi wanaweza kupakua bure kwenye majukwaa ya kidigitali. Zipo podcast ambazo zinadhaminiwa zikitegemea matangazo kutoka kwenye makampuni makubwa. Hivyo podcast inaweza kuwa ya malipo kwa wafuatiliaji kununua na kusikiliza vipindi vipya. Hivyo ni biashara mpya kwenye ulimwengu wa kidigitali. Takwimu ya Bloomberg iliripoti kuwa zaidi ya watu bilioni 1 hutazama podcast kupitia mtandao wa YouTube kila mwezi. Wakati ujao tutaangalia historia na mambo mengi ambayo unapaswa kuyafahamu kuhusiana na ulimwengu wa podcast.